Hata kama unapitia kipindi kigumu kiasi gani maishani, usikubali mateso yako ya leo ya kufafanue wewe ni nani. Ni kweli maisha yanaweza kubadilika ghafla. Leo unaweza ukawa unakabiliana na huzuni ya kufiwa, kesho ukawa unapambana na maradhi, au ukajikuta katika hali ngumu ya kiuchumi, na wakati mwingine hata malengo uliyojiwekea moyoni yanaonekana kama yamekwama au yapo mbali sana kufikiwa. Leo sikiliza hili kwa makini. Hali ngumu ya maisha sio kibali cha kuacha kujithamini. Inawezekana kabisa leo huna uwezo mzuri wa kifedha, lakini hilo halimaanishi kama umepoteza thamani yako kama binadamu. Umaskini wa muda haupaswi kuwa sababu ya kuacha kujijali, kuacha kujipenda au kuacha kujiamini. Jitunze, heshimu maisha yako, jipe nafasi ya kupumua na uendelee kupambana. Kumbuka kuwa hata katika giza nene bado kuna mwanga unaoweza kuwaka ndani ya moyo wa mtu aliyekataa kukata tamaa. Maumivu yanaweza kuwa sehemu ya safari yako, lakini hayapaswi kuwa mwisho wa hadithi yako. Chukua hatua ndogo ndogo kila siku. Jali afya yako, linda amani ya moyo wako, na endelea kujifunza na kukua hata kama ni kwa hatua ndogo. Usijilinganishe na wengine, kwa kuwa kila mmoja ana safari yake. Lakini yakupasa pia ukumbuke kwamba vipindi vigumu mara nyingi huwa ni darasa la maisha. Ndani yake ndipo tunajifunza uvumilivu, nguvu ya moyo na thamani ya tumaini. Usikate tamaa. Leo inaweza kuwa ngumu, lakini kesho inaweza kuwa mwanzo wa ukurasa mpya. Endelea kusimama, endelea kupigana, na endelea kuamini, kwa sababu hata baada ya usiku mrefu mapambazuko hufika. Ni maombi yangu kwa Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki cha Kwaresma, akupe subira na kuongoze katika kila hatua ya safari yako ya maisha. Naitwa Isaac Mwacha. Nikutakie siku njema, tafakari njema. Kesho tena, panapo majaliwa.